KTN. Na Rais William Ruto ameamuru kuondolewa kwa ada za kupata kitambulisho cha kitaifa, akisema vitambulisho vinafaa kutolewa bila malipo yoyote. Rais Ruto ambaye alikuwa anazungumza kwenye ziara yake katika maeneo bunge ya Lang'ata na Kibra amesema ni haki ya kila Mkenya kupata kitambulisho bila kubaguliwa. Kama anavyoarifu mwanahabari Jeff Kirui, Ruto ameendeleza ziara yake katika kaunti ya Nairobi ikiwa mojawapo ya mikakati ya kupigia upatu maafikiano yake kati yake na kinara wa upinzani Raila Odinga. Mwite Kasongo, Zakayo ama ukipenda El Chapo, majina yote ameyapokea kwa hatua, akilenga kutetea nafasi yake kwenye uchaguzi mkuu ujao. Sasa hii majina yote mnaongeza mpaka itafika wapi? Ziara yake ya siku ya 4 katika kaunti ya Nairobi Alhamisi ilikuwa maeneo bunge ya Lang'ata na Kibra, ambapo Rais Ruto ametoa amri ya kufutilia mbali ada zinazotozwa ili kupata kitambulisho cha taifa. Kila mtu apatiwe kitambulisho bila malipo na kwa mpango ambayo haina ubaguzi. Novemba mwaka 2023, serikali kupitia gazeti rasmi la serikali iliongeza ada ya vitambulisho kutoka shilingi 100 hadi shilingi 1000, hali iliyoibua pingamizi kali na kusababisha kubatilishwa hadi shilingi 300 kwa wanaosajiliwa kwa mara ya kwanza. Maneno ya ubaguzi kwa mambo ya ID tuitolee mbali. Kwenye ziara ya kaunti ya Nairobi, Rais Ruto licha ya kuzindua miradi kadhaa ya maendeleo, aidha analenga kuimarisha uungwaji mkono kwa siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, haswa kwa kupenyeza mizizi kwenye ngome za Raila Odinga baada ya kutia saini mkataba wa maafikiano Ijumaa wiki jana. Mimi nimeambiwa na tunajua sisi wote hapa Kibra ndio bedroom ya baba. Ni kweli ama si kweli? Sasa niko hapo kwa bedroom. We will remain united behind you and Baba Raila Amolo Odinga. Sasa tuko kwa broad-based government. Sema broad-based government. Ziara ya Ruto jijini Nairobi itakamilika Ijumaa, akitarajiwa kuzuru maeneo bunge yote 5 ya Embakasi pamoja na eneo bunge la Kasarani. Jeff Kirui, KTN. Kinaya hicho cha Rais William